Walishakuja wakatuambia wanangojea bajeti. Hapa tumeambiwa leo bajeti ni mwezi wa 8. Na uchaguzi ni mwezi wa ngapi? Sasa hivi hatutapiga kura. Hatutapiga nini? Kura. Wacha tutambae na magoti, tubaki na kura zetu nyumbani. Hatutachagua, tutapiga kura kama tujetengenezwa daraja. Si tu, kwa hiyo tunachotaka ni daraja litengenezwe ili tuweze kupita salama. Wengine umri wetu umeshaenda, tunapita kwa mateso mpaka tushukwe mikono hapa darajani. Labda diwani na mbunge wao wanasemaje? Walishakuja wakatuambia wanangojea bajeti. Hapa tumeambiwa leo bajeti ni mwezi wa 8. Na uchaguzi ni mwezi wa ngapi? Sasa hivi hatutapiga kura. Hatutapiga nini? Kura. Wacha tutambae na magoti, tubaki na kura zetu nyumbani. Tunayokutana nayo kuhusu daraja, hili daraja linajaa maji. Msimu wa mvua watoto wakidondoka hapa ni maana tutawakosa. Kiangazi wanadondoka watoto hapa. Watoto wote wanasoma mjini. Na watoto lazima wapite hapa. Sasa kama serikali kweli inajua sisi ndio wapiga kura wake, kwa nini hawaje kututengenezea? Maana Mrishogambo alikuja hapa akasema atatuwekea daraja la chuma hata lipate kizuizi cha watu kujishika. Hajarudi. Hatujamuona. Amejengea hospitali pale, anaanza kujenga hospitali ili tuanguke ama tupige ndio tuende kutibiwa. Hatutakata hiyo hospitali. Akasema amekuja na mkandarasi, ndio maana amekuja na mkandarasi aangalia tutengeneze hata kwa kiwango cha chuma ili hata bajaji ipite, lakini mpaka leo wamegeuka hawajaangalia. Sisi ni watoto mlitupa pipi, sasa tumekuwa tunaomba hatuli tena pipi. Tumekuwa sasa, tuna akili, tunajitambua, mmesha tudanganya. Basi muda mwafaka, maana hata tutarudia kuongea, lakini jibu tunataka hivi. Tuambie ni lini Mheshimiwa utatuletea jibu, tunakuja kutengenezewa au wifi, lakini usitusahau tena. Alafu wakati wa uchaguzi tunakuja kusema kidumu Chama cha Mapinduzi, hapana. Tunaomba msije wakati wa uchaguzi, mje kabla ya mjafikiria hata kampeni, mje mtupe majibu, alafu tuone utekelezaji hapa. Sisi msije kuomba kura. Msije kuomba kura. Hapa tuna changamoto nyingi hapa, tumefanywa kama vile kisiwa hapa. Hatukumbuki kwa chochote kile. Mfano kama mimi hapa diwani, mimi leo ndo ninayemfahamu. Ni diwani wangu, lakini mimi namfahamu leo. Kueleza hajawahi kuja hapo. Mimi sijawahi kumuona mimi kama mimi. Kwa mara ya kwanza ndo namfahamu diwani leo. Umenielewa? Wao hapa tumepitia changamoto nyingi sana. Sio maji, sio umeme, ni kwa nguvu zetu sisi wananchi. Umenielewa? Matokeo yake maji sisi mpaka tulimfuata balozi. Mheshimiwa balozi mimi nilimfuata. Nikamwambia balozi, sisi tunagomea sensa ndani ya mtaa, tusensi mpaka tuhakikishe tumepata maji ndani ya mtaa hapa. Kweli baada ya ule mgomo balozi alipiga simu kwa mwenyekiti ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa zamani. Alimpigia simu. Mwenyekiti akatoa taarifa kwa viongozi wake kwamba bana wananchi wanagomewa mtaa fulani, wanagomea kusenswa. Umenielewa? Tulipata maji ndani ya muda ule. Haikupita miezi miwili, au kupita mwezi. Malalamiko yetu makubwa ni kwa mbunge na diwani. Maana ndo waliofika hapa kwenye eneo na ndo waliotuahidi. Na ndo waliotuahidi kwamba tutajengea daraja la chuma. Mimi kwa jina naitwa Gundaile Christopher, ni wa mtaa huu hapa wa Damu ya Yesu, barabara ambayo kivuko cha kuvuka kwenda Melita na checkpoint Mrombo. Ile daraja linahusu wananchi wengi sana. Kwa hiyo kero ya kwanza tumeteseka sana na viongozi, tumeita viongozi, wamekuja mbunge ametudanganya hapa, alikuja na diwani wake. Diwani wake ni kama wasanii tu, wamekuja leo hapa na anasema wao wataturekebishia, anapiga majibu kumpelekea mbunge na kati ni wale tu.
Amekuja hapa hamna kitu anachosema cha maana. Anasema miaka 10 imeshapita. Alafu bajeti ya serikali wanasema ni mwezi wa 7 umeshapita. Ambaye mwezi wa 7 ndio bajeti ya serikali na bunge linavunjwa sasa hivi. Kwa hiyo sisi wananchi tumeshasaulika huku. Daraja limeshaoza kwa muda mrefu sana. Wenyewe ni shahidi mwisho habari. Umeona wanafunzi wanadondoka pale chini, wamama wanateseka na wazee. Sasa tunafanya kazi kuvusha watoto pale kila siku asubuhi. Na daraja limeshaoza kabisa, muda wote maana hawa watu wanataka si wakote nani? Wakote marehemu pale chini. Tunaomba mkuu wa mkoa aje hapa na mkurugenzi Makonda aje hapa, ambaye ni mkuu wa Arusha aje hapa atusaidie, na mkurugenzi wake amshike mkono na mkuu wa wilaya. Wale ndio serikali, amamrishe mkuu wa wilaya atenge pesa kwa haraka sana. Tunataka daraja litengenezwe, atake hadisi na ikishindikana kutengeneza daraja, kura tupige tena kata 4, maana hii ni kata ya Sokoni 1, ina kata ya nani ya Morieti inaunganisha kata ya nani ya nani Sinoni. Wanafunzi wanavuka kwenda mpaka mjini, kuna Lengdon kanisani, kuna nani Lemara nani huko chini Lemara. Hiyo simu zote wanafunzi wanavuka na wazazi wanavuka kwenda pikipiki zinavuka. Tumemshika diwani, lakini tumemwacha tu kwa sababu tumetuma tu bisara, kwa sababu tumemwonya kwa mara ya mwisho. Akija hapa bila majibu ya msingi anaoga mtoni. Kwa mara ya mwisho tumemwonya, na kama shahidi tumemwona. Tunaomba habari hii ifike. Tunaomba habari hii ifike haraka sana. Mheshimiwa Macheba, tunakuomba chonde. Tunaomba wafikishie hao viongozi. Hata ikiwezekana rais atusaidie, akiona hii taarifa rais atusaidie. Mimi naitwa Twalibu Hamisi Gunda, ni mwenyeji wa mtaa huu, naishi mtaa huu hapa. Ila kwa kweli kero yetu sisi kubwa mno, kero ya kwanza ni daraja. Ili daraja ameshakuja mbunge, ameshakuja diwani, wameongozana wote na timu yao nzima na manjinia, wakapiga tathmini pale. Wakasema watatujengea daraja la chuma kwanza ambalo litapitisha wananchi, watapita watembea kwa miguu na bajaji zitapita pale. Lakini mpaka leo walipoondoka Mrisho Gambo, mpaka leo wamekwenda kujenga hospitali pale. Nasikia wanaendelea na hospitali sasa hivi. Sasa ile hospitali na maana wanataka sisi tuvunjike miguu waende wakatutibu pale. Yaani badala kuzuia wao wanataka waponye, badala ya kuzuia. Sisi tunachokiomba kweli, sikufichi mwandishi wa habari, tunamuomba Mheshimiwa Makonda ndio tunayemtaka hapa. Hatutaki kusikia diwani, hatutaki kusikia sijui nani, hapana. Sisi tunahangaika na mabalozi wetu kweli tunapambana nao sana hapa. Na wanahangaika sana kupambana na hao mwenyekiti sijui nani, umenelewe. Lakini diwani kama diwani, kwanza mimi naongea hapa kama mwananchi wa hapa. Mimi diwani simjui, ndo namjua leo. Hajawahi mimi sijawahi kumuona. Mimi nasikia tu sijui eti, lakini mimi sijawahi kumuona diwani. Na tulikuwa tukimpigia simu hata kipindi cha umeme, alikuwa anajibu ovyo. Umenielewa? Kwa hiyo mwandishi wa habari, sisi hapa tunamtaka Makonda, ndo mkuu wetu wa mkoa. Mimi nikiwa shahidi, Gamba alikuja hapa. Tukaondoka na mwenyekiti wa mtaa aliyotokea. Tuka na mtendaji wa kata. Tuliondoka mpaka kwenye shamba la serikali, ambao sasa hivi ndo hospitali inajengwa. Mheshimiwa Gamba amekuja kutuahidi hapa uongo. Akasema kwamba watoto wetu watajengewa hata daraja la miguu tu la chuma. Hatima yake mpaka hivi sasa watoto, juzi kuna mmoja Mama Samia alitoa nani hapa, akasema shujaa yule hajabebwa nani na kule kwa watoto, alibebwa na maji. Mheshimiwa mkoa tusaidie, yani hapo tutakuwa tumefurahi sana. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.